Ah, nafikiri taratibu zote zimeshakamilika. Sawa. Binti, unatakiwa usaini hapa. Sawa? Unatakiwa usaini hapo. Nafikiri kila kitu kiko sawa, na kama ripoti ilivyo, hivyo alivyoingia ndivyo anavyotoka. Tuko sawa sawa eh? Hakuna upotevu wa kitu chochote. Kwa hiyo tunamwachilia huru ndugu yenu, ila kama kuna jambo lolote litakalohitajika basi tutawasiliana. Sawa? Kwa hiyo kuweni na amani. Pole sana binti. Basi afande, niseme tu nashukuru sana kwa kuwa binti yetu tumemkuta ipo sawa, dada yangu huyu ipo sawa. Basi niseme tu tunashukuru na tunashukuru kwa ushirikiano wako. Asanteni sana, karibuni sana. Poleni kwa usumbufu. Mungu akipenda. Karibuni sana. Kijana, umefikia wapi kuhusu kazi yangu? Kiongozi, yule mtu alituporochoka na kazi yako ilikuwa ishafanyika tayari. Amewaporochoka vipi? Watu wawili mnashindwa kumtaiti mtu mmoja, na mtu wenyewe wa kawaida sana yule. Nimewapa kazi na mmeamini kwamba kazi mtaweza kufanya. Pesa mliohitaji ndio niliowaambia mimi nitawapa hiyo hiyo. Sasa mnafeli wapi? Eti mkuu, mimi naomba tugee chance ya mwisho. Naomba tugee chance ya mwisho. Tafanya kazi yako freshi. Hamna pingamizi. Unaweza ukanifanyia kazi yangu kwa muda siku ngapi? Tugee siku 5 mkuu. Siku 5? Sasa basi, natoa 1 week. Nahitaji mnifanyie kazi yangu kwa uweledi ili mimi na nyinyi tuishi vizuri. La mkeshindwa kuifanya hiyo kazi, I say mimi nitawafanyia kitu kibaya. Nadhani hamtoweza kuwa salama. Msitegemee tu kiwepesi nitawaacha na nyinyi kiusalama usalama. Naomba jitahidini mufanye kazi yangu vizuri. Pesa mliokuwa mnaitaka mimi nitawapa. Kwa hiyo naomba jitahidini ndani ya wiki moja hiyo kazi mmefanyaje? Mmemaliza. Sawa? Sawa. Pesa yoyote itakayohitajika mimi ninawapa. Sawa eh? Sawa kiongozi. Mimi nadhani hilo limeisha. Sawa, hilo limeisha. Haina shida. Nawatakia safari njema. Na kuaminia usio muoga. Sawa kiongozi. Sawa sawa. Afande, nimekuja hapa kuja kumuulizia kijana wangu mmoja anaitwa Sopi. Yupo kwenye hichi kituo? Sisi hapa kituoni hatujamkamata kijana anayeitwa Sopi. Tumemkamata kijana anayefahamika kwa jina la Sospita Gato, ambaye ni huyo hapa. Huyo hapa kijana. Sospita Gato? Ndio. Siwezi kukupambana. Toka. Sababu ya huyu kijana kukamatwa ni nini? Tumemkamata kwa sababu anajihusisha na vikundi viovu vya kihalifu na ana matukio mengi sana huyu kijana. Okay, afande. Ndio. Baada ya hapo ni nini kinaendelea? Kwa utaratibu ambao ulioko hapa kituoni, tunaandaa ripoti yake ili kumfikisha mahakamani, na kama utahitaji zaidi kuhusu yeye utafika mahakamani. Okay, sawa. Mimi acha nikafuatilie taratibu za zamana. Sawa. Sospita Gato.
Okay afande, nashukuru sana. Karibu. Karibu kwetu. Jamani mwanangu. Kwema kabisa. Mwanangu jamani. Hebu njoo kwanza tukae kwanza manake. Jamani mwanangu. Vipi za siku? Safi mama, shikamoo. Marhaba, kwema. Kwema. Angu mpungua. Lazima apungue mshangazi, kwa sababu ile sehemu si sehemu sio sehemu salama. Kula pampendezi mtu kama suti wala tai. Sasa ngoja nikwambie kitu, ili mambo asiwe mengi kama ungaangano. Huu saizi hapo hizo nguo inabidi abadilishe na zichomwe moto na akaoge, ili kutoa nuksi katika hii nyumba, sio wengine wakaja ina nuksi kawepo ukashangaa kama toa mwingine. Sasa hivi nitaua mtu. Ila kweli mama. Sasa kamupeleke mwenzio bafuni akaoge. Najua kama kashaanza kusahau mwanangu. Pole pole sasa, usifanye mwenzio kachoka. Muona mshangazi? Unaona? Nilikwambia wala nakujambisha sio kesi. Ni mambo tu madogo madogo. Si unaona mambo yanaenda vizuri? Yaani kwa sina hata la, yaani ni kazi zangu sifanye kwa la yani. Hiyo imeshaisha. Yaani hapo relax. Afande Bukuya. Yeah. Nimekuita hapa nina jambo la muhimu sana na wewe. Na kama unavyojua, hatujaanza kufahamiana leo wala jana. Ni muda mrefu sana. Sasa basi, jambo lenyewe ambalo nimekuitia. Kuna kijana ameletwa ofisini kwenu ndani ya hizi siku 2-3. Na kijana mwenyewe anaitwa Sopi kama unamjua. Sasa huyo kijana alikuwa ni kijana wangu wa kazi. Na amezingua. Sasa ninachohitaji kabla hajasema kitu chochote kinachotuhusu au amekufa. Unasemaje wewe? Ninachohitaji afe. Kazi yako ni nyepesi sana na uwezo wa kuifanya. Ila napohakikisha kazi nimeimaliza, utanipa shilingi ngapi? Mbona masuala madogo hayo? Ila mimi kwangu kitu cha kawaida. Yaani endapo ukifanikisha hiyo kazi, nipo tayari kukulipa kiasi chochote kile utakachohitaji. Sawa, nimekuelewa. Nitaifanya kazi yako. Ila kwenye swala la pesa sihitaji kona. Hilo limeisha. Fanya kweli. Sawa. Ila chunga tusizoeane. Sio umeelewa? Patrick. Naam Mr. Endo. Kama nilivyokuambia, nilipokea kazi. Ndio. Ile kazi kama ilikuwa ni ya kwenda kumuua mtu. Ndio. Baada ya kupata picha, ndio, ya kuonyeshwa picha ile, kuitazama ile picha nilishtuka baada ya kuona mlengwa ni wewe. Mimi ambaye napaswa kuja kuua. Mr. Endo. Bwana Patrick, ulichokisikia ndicho kinachotaka kutokea. Kwa hivyo basi, baada ya kugundua hilo, nilichokifanya mimi, nilirudi nyuma katika ile kazi, kwamba kama nimeiogopa kazi ile. Ndio. Lakini lengo kuu ni kwa ajili ya kukuokoa wewe. Na nilitaka nifike hapa nije nikupe taarifa hizi ili ujihadhari, uwe makini. Unatafutwa sana. Mr. Endo, kwanza nashukuru sana kwa taarifa hii. Naendelea kukusisitiza. Ndio. Kuwa makini. Kwa hii taarifa ulionifikishia, wewe sio mtu wa kunitupa mkono mimi. Wewe ni rafiki yangu sana. Na kwa kazi uliopewa na ulichokifanya, nimekupa big up sana. Lakini Mr. Endo, wewe ni ndugu yangu. Najua huwezi kunificha kitu. Aliyekutuma hii kazi nani? Ndugu yangu, aliyenituma mimi, wala sitakuficha, ni Boss Dev. Dev?
Unamfahamu? Mr. Andrew, Ndevu mimi ni bosi wangu, tena ni bosi wangu ambaye nafanya naye biashara nyingi sana, lakini kuna sitofahamu zilizojitokeza mimi na bosi Ndevu ambazo zimepelekea mpaka hii taarifa kunifikishia mimi. Mpaka sasa Mr. Andrew, nashukuru sana, mpaka sasa nimeshaelewa. Kuanzia sasa nitaishi kwa tahadhari sana. Nashukuru sana Mr. Andrew. Nashukuru sana kwa taarifa hii. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Lakini pia Mr. Andrew, ningeomba kitu kimoja kutoka kwako. Kwa msaada ulionipa, naamini kuwa wewe ni mtu mwema kwangu. Na kitu ambacho napenda kukuomba kwako, kwa taarifa yoyote, kwa kitu chochote kile kitakachokuwa kinakufikia, na kuomba sana unifikishie. Basi utaendelea kupata details zote. Nimekuelewa sana. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Nashukuru. Basi haina shida ndugu yangu. Ninaomba nitoke. Tuko pamoja sana. Usijali Pati. Tuko pamoja sana. Hamna shida. Asante sana. Bosi, ulichonituma ndicho ambacho nimekifanya. Nimefika mpaka kituoni na nimekutana na afande, nikazungumza naye mengi, lakini juu ya alioniambia swala la dogo kwamba amejihusisha na masuala ya uhalifu mengi, lakini yote kwa yote sisi hatujajulikana kwa namna yoyote. Ina maana mpaka dakika hii nina imani kwamba yule kijana hajaulizwa chochote. Lakini bosi, mimi kuna kitu ambacho nahitaji nikwambie. Nimekuja kugundua kwamba Sophie mimi ni damu yangu. Yaenda kumaanisha kuwa Sophie yule wewe ni mtoto wako? Yes, mimi ni mtoto wangu. Na nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Baada ya mimi kugundua jambo kama hili ambalo binafsi upande wangu mimi limenihuzunisha sana, nilikuwa nakuomba bosi wangu, tufanye namna inavyowezekana vyovyote vile yule kijana akaachiliwa. Mbona umechelewa sana? Nimechelewa kivipi? Tena umechelewa vibaya mno. Yaani hivi tunavyoongea hapa sasa hivi, nimemtuma afande Bukuya aende akamue Sophie. Akamue Sophie? Kwa sababu nimeona unachelewesha kunirudishia mrejesho. Umechelewa sana. Mimi ni mtoto wangu mimi bosi, nakwambia. Hebu ngoja kwanza. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is currently not reachable. Please try again later. Nimejaribu kumpigia hapa, lakini hapatikani. Sasa basi, cha kufanya, nenda pale kituo cha polisi, kamuulizie afande Bukuya. Tena ufanye haraka, maana ninavyomjua yule afande, nikimpa kazi anafanya kwa uweledi. Cha kufanya, nyanyuka hapo, mfuate afande Bukuya, ukamstopisha. Okay. Sawa, nashukuru mkuu.